Ukubwa wa eneo hili ni upana wa mita 25 na urefu wa mita 30, ambapo katika majengo haya unayoyaona yapo katika namna ya unit 11 katika majengo matatu, lakini jengo moja la ziada ambalo lina mnara wa tenki la maji na store kwa upande wa nje. Hili sijalihesabia kama unit muhimu kwa sababu ya uziada wake. Hii ni ziada kusaidia yale ambayo yanaonekana hapa, yale majengo matatu yanaonekana hapa kwa ukubwa zaidi. Nikukumbusha ya kwamba namba hiyo inaonekana hapa chini ya WhatsApp, inapatikana WhatsApp of course. Kwa hiyo tuma neno niunge ili tuweze kukutumia link uweze kujiunga kwenye WhatsApp channel yetu, uweze kupata muda na kutazama ramani zaidi kupitia WhatsApp yako kila tunapokuwa tunaweka ramani zetu. Kwa namba hiyo inapatikana WhatsApp, tu text sasa hivi na sisi tukutumie link uweze kujiunga sasa hivi uendelee kutazama ramani zaidi. Hapa nimekuwekea majengo matatu makubwa ya maana sana. Jengo moja la ziada kama nilivyoweza kukuelezea hapo awali. Na katika majengo haya matatu yana unit 11. Katika hizo unit 11, unit 10 ni chumba tu, self na jiko lake. Yaani chumba, self na jiko lake. Kumbuka sasa hivi katika majengo ya kupangisha tumeweza kuongeza namna ya mtu kuwa na sehemu maalum kwa ajili ya kujipikia, kupunguza hatari ya wewe kuweza kuunguza baadhi ya vitu ambavyo vitakuwepo ndani ya nyumba, kupunguza hatari ya moto katika chumba chake. Kwa hiyo hapa hii chumba, self na jiko ziko unit 10, yani chumba, self na jiko mara 10. Na pia kuna chumba kimoja self, sebure na jiko ambayo imetokea mara moja. Kwa hiyo hapa ndio maana nimekuambia kuna unit 11. Chumba, self, sebule na jiko mara moja, na chumba, self na jiko mara 10. Hapa kuna choo cha public ambacho choo hichi kitatumika kuwahudumia wale wote ambao watakaokuwa wakitembelea eneo hili na hawatakuwa wakihusika moja kwa moja katika vyumba hivi ambavyo vitakuwa kidogo na ni binafsi, of course vitakuwa binafsi. Kwa hiyo kama mtu atafika hapa na hatakuwa na uwezekano wa yeye kuingia katika chumba hichi hapa au katika unit moja kati ya hizi, basi atatumia choo hicho cha public. Eneo kama nilivyoweza kukuambia, upana wa 25 na urefu ni mita 30. Kila jengo hapa katika majengo matatu yanafanana sifa, of course, kwa sababu mpangilio wake karibu unafanana. Hata ile ambalo kidogo lina chumba, self, sebule na jiko, na lenyewe katika namna mpangilio tumetofautishwa kwa ndani, lakini idadi ya vitu au idadi ya mahitaji yote yanafanana. Katika kila jengo hapa linatumia jumla ya tofali za block 1800, lakini kama utatumia tofali za kuchoma hapa lazima utumie tofali 5300 za kuchoma katika hili jengo hili. Lakini pia tofali hizi ambazo nimekutajia hapa, kati ya tofali za block au za kuchoma, ni zile zitakazotumika kwenye usawa wa boma peke yake. Na maanisha kuinua ukuta kutokea usawa wa msingi. Huwa sitoi makadirio ya tofali au material yatakayotumika kuandaa msingi, kwa sababu material hayo huwa yanategemeana na vitu vikuu viwili vya muhimu sana, ambavyo ni cha kwanza ni shape ya kiwanja chako, cha pili ni aina ya udongo unaopatikana kwenye kiwanja chako. Kwa hiyo kutokana na vitu hivyo viwili vinanifanya mimi nisiweze kukutajia idadi hiyo ya hivi vitu, kwa sababu kila kiwanja kitakuwa na data zake au kitakuwa na taarifa zake ambazo hazitakuwa zikifanana. Na pia katika kila jengo kati ya majengo haya matatu, bati ni 60 za futi 10 na mbao za kenchi ni 150. Sasa unaweza kuona namna gani ambavyo jengo hili ni rahisi sana kujenga. Na wale ambao wanapatikana maeneo ambayo zinapatikana tofali za kuchoma, nimekuwa nikiwazingatia sana na nikiwazungumzia sana. Kwa nini? Ni kwa sababu ninaamini wana uwezo wa kujenga majengo haya kwa gharama ndogo sana na kwa gharama nafuu mno, tofauti na vile ambavyo wao wanaweza kawa wakifikiria. Inawezekana vipi? Ipo hivi. Una uwezo wa kuanza kulijenga jengo hili hapo kwa udongo wa kawaida, na sisi tumezoea kuita tope. Sawa? Katika level ya boma mpaka kufikia usawa wa renta. Hapo baada ya hapo utafunga renta yako kawaida kwa zege, ili baada ya hapo sasa upande wa juu utamalizia kwa simenti kawaida. Hii itakupunguzia gharama karibu 40% ya gharama ile ambayo ungeweza kuitumia. Sasa unaweza kufikiria hapo inakuwaje na unaweza kuikamilisha vipi katika kiwanja chako, basi ukaweza kufanya hesabu yako ya kwanza kutekeleza hichi ambacho tunachokuambia. Na kama hauna kiwanja, basi fanya taratibu za kutafuta kwanza kiwanja, kwa sababu ni muhimu sana kuwa na kiwanja katika umri huo ambao unaweza ukakaa kutazama video hii. Ukikosa kiwanja, hiyo nayo inakuwa ni kipengele inaendelea kukusumbua sana, kwa sababu maamuzi mengi utakuwa unashindwa kuyafanya kwa sababu ya vitendea kazi muhimu kama hivyo hapo. Kwa hiyo unaweza ukalijenga hata kwa tope. Yaani majengo haya kikubwa tu jitahidi sana uwe na uhakika wa kufanyia finishing, kwa maana ya kufanya plaster, ili kuhakikisha kwamba una cover kile ambacho unachokuwa umekitengeneza. Kama utakuwa hujafanya utafiti, basi mimi ninakusaidia. Nenda katazame katika miji ya zamani
ile miji ya zamani utakachokikuta kimesimama zaidi ni kile kilichojengwa kwa udongo na sio kilichojengwa kwa simenti, kwa sababu simenti ina ukomo wa uimara wake, lakini udongo hauna ukomo wa uimara wake. Isipokuwa unapofunga mkanda wa renta unasaidia nyumba yako kuwa pamoja, na hata kama itatokea mtikisiko, jengo lako liwe imara, lisiweze kubomoka katika kila upande, ujitegemee, liweze kushikana na kuwa pamoja, kuhakikisha kwamba linakuwa imara katika engo zote na linashirikiana au kushikana, naweza kusema hivyo. Sawa, nikukumbusha tu kwamba WhatsApp channel yetu ipo. Tutumie tu message neno niunge kupitia WhatsApp namba hiyo hapo, na sisi tutakuunganisha kupitia link maalum ambayo tutakutumia hapo uweze kujiunga. Lakini pia mitandao mingine yote ya kijamii tunapatikana, na nikuombe uende kusubscribe katika YouTube channel yetu ili uweze kufikiwa na videos nyingi ambazo tunaendelea kuziweka katika mtandao huo wa kijamii wa YouTube. Lakini pia tunapatikana mitandao mingine kama Facebook, Instagram na mitandao mingine yote ya kijamii tunapatikana huko. Sijaelezea mnara wa tanki la maji huo hapo. Hapo chini kuna store, na store hiyo inatumika kuhifadhi vifaa ambavyo vitakavyotumika kwa usafi katika eneo lote hili hapa. Karibuni sana na asanteni kwa kunisikiliza.